Tanak FM Radio pamoja na taoni kule kwenye Radio Box, radio ya mtandao. Mungu akubariki sana mpendwa msikilizaji, mtazamaji na yote ambaye unanifuatilia moja kwa moja katika kipindi hiki muhimu na maalum sana ambacho Mungu atatusaidia, atatusemesha na atatuwezesha kwa ajili ya kupata nafasi ya kufanikishwa na Bwana Yesu kwa njia hii ya neno lake. Na siku ya leo tutakuwa tunaingia kwenye nafasi maalum kabisa na somo maalum sana ambalo Bwana ameliweka moyoni mwangu na ambalo nitakwenda kushiriki pamoja nawe. Nina uhakika kwamba neno hili utakapolisikia linakwenda kubadilisha kabisa maisha yako, na maisha yako hayatakuwa vile yalivyokuwa kamwe, kwa mamlaka tukufu na takatifu ya jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Basi siku ya leo nakwenda kuingia kwenye mfululizo wa somo linalosema hatima nzuri itokayo kwenye maisha magumu. Hatima nzuri itokayo ama itokanayo na maisha magumu ama itokayo kwenye maisha magumu. Kila hatima nzuri, hatima kubwa, utukufu mzuri, utukufu mkubwa, neema nzuri na neema kubwa, kuna mahali huwa inatokea. Na mahali pale ambapo huwa inatokea ili hatima nzuri, ule utukufu mzuri, ile baraka nzuri, huwa hapawi mahali pa kawaida. Huwa kunatoka kwenye maumivu, kwenye machozi, kwenye mateso, kwenye jasho, kwenye shida, kwenye vita, ndiko kunakotokea huko baraka ambazo zinaweza zikawa za kubadilisha kabisa kabisa maisha yako, na wewe ukawa mtu mwingine wa tofauti sana. Kwa haraka kidogo nitaangalia mambo 7 ya mtu ambaye anaishi kwenye mazingira magumu, au sifa 7 za mtu ambaye anaishi kwenye mazingira magumu lakini atakwenda kuzaa hatima kubwa kwenye maisha yako. Na sehemu ya kwanza nitaanza kwanza kwenye Kutoka sura hiyo ya 10 kwenye maandiko ya matakatifu. Kutoka sura hiyo ya 2 mstari wa kwanza mpaka ule mstari wa 10. Ni jambo la msingi na la muhimu sana ambalo kila mmoja unapaswa kulifahamu, na ukitakapolifahamu, utakapoliona, basi litakwenda kukuwezesha ama kukusaidia wewe jinsi ambavyo unaweza ukafanikiwa katika maisha yako ya kiroho, kiakili, pamoja na kimaisha pia. Kutoka sura hiyo ya 2 mstari wake ni huo wa kwanza mpaka mstari huo wa 10. Hapo ndipo ambapo tutakapoanzia. Na yule yoyote ambaye unahitaji maombezi katika eneo lolote la maisha yako, jiandae mara tu baada ya mafundisho, basi nitaanza nafasi ya kufanya maombezi. Kumbuka hii ni wiki ya kufungua mbingu zilizo wazi. Kwa hiyo kila mmoja ambaye unanifuatilia, jiandae kwa na wakati wako ambalo nataka ujifunze kutokea hapo katika mfululizo wa somo letu la leo, la kwamba kuna mambo makubwa, kuna mambo mazuri na kuna mambo ya baraka yanayoweza yakazaliwa au yakapatikana hata ka mazingira ya ama hali ya dhiki, shida, maumivu, mateso unayoyapitia, bado yanaweza kuzaa hatima kubwa. Bado kuna tumaini, there is still hope. Mtu analia sana, ndio maana hafichiki. Sasa wengine wanaonekana ni wakutupa tu kwa sababu hafichiki tena, lakini kwenye ulimwengu wa kiroho huyo mtoto anaonekana ni wa thamani sana, ni wa maana sana, ni wa baraka sana, naonekana ni wa neema sana. Na
katika hayo mazingira ya uzuri wake yanayoonekana, haipo huko, hakutakuwa na baraka huko, lakini akamwambia njoo uone. Kwa hiyo kuna wakati wote kuna muona mbali ambaye anaweza akaona mbali na maumivu haya, mbali na aibu hii, mbali na dhiki hizi, mbali na mateso haya. Je, kuna tumaini huko ndani? Sasa hatima yote iliyo ngumu na iliyo ya maumivu na iliyo ya mateso na iliyo ya laana na iliyo ya shida na iliyo ya dhiki lazima iwe na waona mbali ili hatima ile iweze kutoka. Wa kwanza ni Mungu mwenyewe. Ndio maana unakwenda ibadani, ndio maana unahudhuria ibada, ndio maana unakaa madhabahuni ili uweze kuona ni kitu gani ambacho kipo kwenye hii hatima, ni kitu gani ambacho kipo kwenye huu utukufu in your life. Sio kujilaghai, sio kujidanganya, bali kutambua ni nini lililo kusudi la Bwana kwenye maisha yako kwa njia ya sada, maombi, dua. Unawekeza huko na unajua hiki nilichopanda nikikivuna sio mpida. Hiki ninachokisikia kutoka madhabahuni nikikivuna sitakuwa mtu wa kawaida. Hiki ninachowekeza kwenye sadaka na sala nikija kukivuna sio kitu cha kawaida. Hiki ninachokisikia kutoka kwa Bwana hakitakuwa kitu shida. Kwa hiyo umefanya uwekezaji kwenye ulimwengu wa kiroho, na huo uwekezaji unakufanya unakuwa muona mbali au unaona hapa. Katikati ya vita unatupa ujasiri wako, unajikabili kwa maadui zako, ama unajua kuna tumaini baada ya hapa. Sharti uweze kuona mbali ikiwa utataka kutoka kwenye hatima iliyo ngumu, hatima iliyo mbaya, mazingira yaliyo magumu, na kwenda kuona utukufu wa Bwana kwenye maisha ya kwako. Kwa hiyo Miriam, mama yake na baba yake Miriam binti Farao walipokuwepo kwenye maisha ya mtoto Musa, hayo ya kwanza yalitosha kufanya uhai wa Musa uhifadhiwe. Lakini baadaye Musa alibaki mwenyewe, akawa amesimama mwenyewe, akawa anahitaji mwenyewe. Katika kusimama kwake na kuona kwake yeye mwenyewe, Mungu akawa amefungua maisha yake, na hayo maisha yakawa ni maisha ya ushuhuda mkubwa, naye mwenyewe akaona mimi sio kibaraka wa Farao. Ndio, hatima yako imetoka kwa Bwana, imetoka mbinguni, imetoka kutokea juu. Hatima hiyo imetokea juu, haitafia hapo. Usiikwamishe, iruhusu kwa kuona mbali. Kuna tumaini baada ya hapa, kuna ushindi baada ya hapa, kuna neema baada ya hapa, kuna baraka baada ya hapa, kuna kupenya baada ya hapa, kuna kuinuka baada ya hapa, kuna kufanikiwa baada ya hapa, kuna kubarikiwa baada ya, yani ile jicho linaloweza kuona. Na wakati huo unalala njaa, wakati huo unapitia jaribu zito ofisini, wakati huo unaenda dukani huuzi, wakati huo unapitia mtikisiko wa kiuchumi wa kifedha, wakati huo unapitia jaribu la afya kwenye mwili wako, wakati huo unapitia jaribu la ndoa, jaribu la familia, jaribu la watoto, jaribu la mke, jaribu la mume, jaribu la uzao, unapitia mtikisiko ndio kukata tamaa. Unapitia mtikisiko ndio kuchoka. Unapitia mtikisiko ndio kushindwa. Usifie hapo kwenye matope. Hilo ni jaribu la msimu. Tope hapo mbele yake, hatima yake sio pale chini. Sasa mwingine sasa hivi unapitia jaribu la kiafya na unakata tamaa, unawaza kufa. Unapitia jaribu la kiuchumi, unafikiri sasa ndio umeanguka. Unapitia jaribu la mahusiano, unafikiri ndio imekwisha. Unapitia jaribu la familia, unafikiri sasa ndio nimezama. Usikubali hata siku moja kuona jaribu lako ndio mwisho wako. Narudia tena, usikubali hata siku moja kuona jaribu lako ndio mwisho wako.
wala usikubali tatizo ulilonalo kwamba ndiyo tafsiri ya maisha yako. Tatizo lako sio tafsiri ya maisha yako. Maisha yako yanatafsiriwa na neno la ahadi. Hiki kilichonenwa, hiki kilichosemwa hakitasema uongo. Ile ndoto haitasema uongo. Ile ahadi haitasema uongo. Unyaji, pokea neema, pokea nguvu, pokea wokovu, pokea msaada wa Bwana. Utoke hapo ulipokwama, kwenye maumivu toka, kwenye umaskini toka, kwenye madeni toka, kwenye shida toka, kwenye vifungo kwa Yesu. Ninaamrisha utetezi wako kiafya, kiroho, kiuchumi, kibiashara, kimaisha, kiimani. Toka ulipokwama kwa jina la Yesu. Kristo Yesu anakutoa hapo ulipokwama katika jina la Yesu. Hatima yako ni kubwa, utukufu wako ni mkubwa, neema yako ni kubwa, na baraka zako ni kubwa. Kile uliyekwamisha kando kando, na ile miti majani yake yakawa ni dawa, matunda yake yakawa ni chakula, na samaki wengi wakapatikana kwenye maji hayo, na yakaponywa maji yote yaliyo ya chumvi. Ninanena ukombozi, ninanena utetezi, ninanena afya, ninanena neema, ninanena baraka, ninanena uzima, ninanena urejesho kwa Yesu. Rabasha mama antorabarias. Uponyaji wa huo uchumi, wa hiyo ndoa, wa hayo mahusiano, hayo 2399 0679 112399. Hiyo ndio namba ya simu ya kunipigia. Nitafurahi kusikia ni nini Yesu amefanya. Jikague, halafu nipe ushuhuda wako, nisikie shuhuda chache kabla sijatoka redioni hapa. Kesho hakikisha unawahi redioni kwa wakati, nami nitakuja redioni hapa kwa wakati ili niweze kukuhudumia na Kristo Yesu akutendee. Kwa namba hiyo ya 0679 112399 niambie ni nini Yesu amefanya. Kumbuka hii ni wiki ya kufungua mbingu wazi madhabahuni. Kwa hiyo kila unayenisikia saa hivi, siku ile ya kesho jitahidi kuweza kufika madhabahuni kwa ajili ya kufungua mbingu zako zilizofungwa. Na redioni hapa tunafungulia malango ya hatima zako zilizofungwa chini ya mbingu, wiki ya mbingu zilizofunguliwa. Miujiza Dr. Peter Kera. Kwa wakati huu jikague hali yako, mwili wako, viungo vyako, masikio yako, macho yako. Anza kutembea ukiwa ulikuwa umelala kitandani. Angalia kile ambacho ulikuwa hauwezi kufanya, kisha unapiga simu yako ikiwa una ushuhuda, na unapiga kwa namba ya 0679 11 2399 0679 11 2399. Kwenye laini ya simu ufalme wake uje. Hello. Ufalme wake uje. Hello. Ndio, ufalme wake uje. Hello. Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi? Napiga simu kutoka Mshingini Bonite. Napiga simu kutoka Uswa. Unaitwa nani? Rajabu. Rajabu, una ushuhuda gani ambao umetokea sasa hivi? Una ushuhuda gani? Ni nini ambacho kimetokea baada ya nabii kuomba? Nilikuwa naumwa lakini sasa hivi najisikia nafuu. Ulikuwa unaumwa nini? Una shida ya moyo. Ulikuwa unaumwa nini? Kikohozi. Na sasa hivi unajisikiaje? Najisikia vizuri. Amina, umepona. Amina. Sawa. 0679 Ongezea baba yetu, aendelee kuongezea miaka, aishi milele, aendelee kutukomboa. Amen. Ubarikiwe sana, na hakika yake Mungu anatenda mambo makubwa zaidi ya hayo. Endelea kuamini upako wa ishara na miujiza. Napokea.
Naam, endelea kupiga simu yako msikilizaji kwa namba ya 0679112399. Lakini pia wewe ambao unatutazama kwenye mitandao ya kijamii, endelea kujikagua, angalia ni wapi ambapo umeona Mungu amekutendia sasa hivi baada ya nabii wa ishara na miujiza amelala, hamna kelele tena. Mungu atakufungua na atamfungua mume wako, na hiyo ni ishara ya kwamba ukombozi unakuja kwenye nyumba yako. Endelea kujiambatanisha na madhabahu hii, utauona mkono wa Mungu. Amen. Kwenye laini ya simu Falme wa Kiuje. Zima redio yako, zima redio yako. Kama safi kabisa. Kwa hiyo Mungu ameifungua familia yako kwenye eneo la mahusiano ya kifamilia, uchumi wa familia umefunguliwa kabisa. Ndio. Amen. Mungu akubariki sana. Hayo ni mambo makubwa ambayo Mungu anayatenda kwa upako, ishara na miujiza. Utayaona zaidi na zaidi. Endelea tu kuambatana na neema hii. Natamani tu sasa nije nipeleke hitaji langu la kufungua elimu ya watoto wangu, maana mimi sipati mtoto anayesoma kabisa, na ndani Ukisita basi hautauona muujiza. Ikiwa kuna jambo limefanyika, basi unapiga simu moja kwa moja. Namba ni 0679112399.